Asante kwa taarifa hiyo kuhusu hali ya usalama huko Kivu Kusini, DRC, hasa katika maeneo ya Kalehe, Kabamba na Katana. Taarifa yako inaeleza kuwa ni saa 8:07 asubuhi huko Katana, wanamgambo wanaohusishwa na M23/AFC Alliance Fleuve Congo wanaondoka baadhi ya maeneo yao katika milima juu ya Kalehe, Kabamba na Katana. Wanaelekea upande wa Kivumu. Wanawalazimisha vijana kuwabebesha mizigo yao na silaha nzito. Hali ya usalama katika eneo la Kalehe, Kivu Kusini, imekuwa tete kutokana na harakati za makundi yenye silaha, ikiwa ni pamoja na yale yanayohusishwa na M23/AFC. Taarifa kuhusu kuondoka kwao kutoka maeneo fulani na kuelekea mengine, pamoja na vitendo vya kulazimisha raia kubeba mizigo, ni matukio yanayohitaji ufuatiliaji wa karibu kutoka kwa mamlaka na mashirika ya kibinadamu. Nitatumia zana ya utafutaji kupata taarifa za hivi karibuni zinazoweza kuthibitisha au kutoa muktadha zaidi kuhusu harakati hizi za M23/AFC katika eneo la Kalehe, Katana na Kivumu. Asante kwa ufafanuzi zaidi. Kulingana na taarifa za hivi karibuni kutoka kwa vyanzo mbalimbali kama RFI, Radio Okapi, Actualite.cd, mashirika ya haki za binadamu, kuhusu hali katika Kivu Kusini: 1. Mapigano makali eneo la Katana katika wilaya ya Kabare karibu na Kalehe, Kabamba na maeneo mengine ya Kalehe yameshuhudia mapigano makali kati ya wanamgambo wa Wazalendo wanaoungwa mkono na jeshi la FARDC na vikosi vya M23/AFC katika wiki za hivi karibuni, hasa katikati ya mwezi Aprili 2025. 2. Mabadiliko ya udhibiti. Kumekuwa na ripoti zinazokinzana kuhusu udhibiti wa baadhi ya vijiji. Wakati Wazalendo waliripotiwa kuchukua baadhi ya maeneo mapema Aprili, takriban Aprili 10, ripoti za baadaye, karibu Aprili 15-16, zilisema M23/AFC walifanikiwa kuyachukua tena maeneo hayo, ikiwa ni pamoja na Kabamba, Kabare na baadhi ya vijiji kama Lemera na Bushaku huko Kalehe, baada ya kuleta wanajeshi wa ziada. 3. Harakati za M23/AFC. Ingawa baadhi ya ripoti za hivi karibuni hadi Aprili 18 zilieleza kuwa M23/AFC walikuwa wakiongeza nguvu katika maeneo yao yote ya Kivu Kusini, ikiwemo Katana, Kabamba na Kalehe, hali ya vita inaweza kubadilika haraka. Inawezekana kwamba taarifa uliotoa kuhusu kuondoka kwa vikosi kutoka maeneo ya juu na kuelekea Kivumu ni sahihi, ikiwakilisha harakati maalum za kimkakati au kuondoka kwa muda kutokana na shinikizo au mpango mwingine. Kivumu iko karibu na uwanja wa ndege wa Kavumu na mji wa Bukavu, maeneo ambayo yamekuwa na umuhimu wa kimkakati na mapigano. 4. Kulazimisha watu kazi. Kuhusu M23/AFC kuwalazimisha vijana kubeba mizigo na silaha. Hii ni ripoti ambayo imetolewa mara kwa mara na mashirika ya haki za binadamu kama Human Rights Watch, Fides na vyombo vya habari. Wameripoti matukio ambapo M23 wamekuwa wakitumia nguvu kuwalazimisha raia, ikiwa ni pamoja na vijana, kufanya kazi za shuruti kama kubeba vifaa, kusafisha barabara na wakati mwingine hata kuwalazimisha kujiunga na kundi lao. Kwa muhtasari, eneo hilo lina hali tete sana na mabadiliko ya haraka ya udhibiti na harakati za vikosi. Taarifa yako inaendana na muktadha wa mapigano yanayoendelea na mbinu zinazoripotiwa kutumiwa na M23/AFC katika maeneo wanayoyadhibiti au wanapopita. Ni kweli, hivi majuzi, serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, DRC, imepiga marufuku chama cha siasa cha rais wa zamani, Joseph Kabila, kinachojulikana kama People's Party for Reconstruction and Democracy, PPRD. Serikali imesema kuwa chama hicho kimekuwa na ukimya wa kula njama kuhusiana na kundi la waasi la M23, ambalo linapigana na serikali katika mashariki mwa DRC na inadaiwa kuungwa mkono na Rwanda. Waziri wa mambo ya ndani alitoa taarifa akisema kuwa shughuli zote za PPRD zimesimamishwa katika eneo lote la taifa. Taarifa hiyo iliongeza kuwa Joseph Kabila, ambaye bado anaongoza chama hicho, amekuwa na uhusika wa wazi katika vita hivi vya uchokozi vya Rwanda na kwamba chama chake kimekuwa na ukimya wa hatia au wa kula njama. Serikali pia ilikosoa mtazamo wa utata wa Kabila kwa kutowahi kulaani uasi wa M23 au usaidizi wa Rwanda kwa kundi hilo la waasi. Aidha, ilishutumu uchaguzi wake wa makusudi wa kuingia tena nchini kupitia mji wa Goma ambao uko chini ya udhibiti wa adui, ikisema inahakikisha usalama wake kwa njia isiyoeleweka. Wakati huo huo, Wizara ya Sheria imeomba mwendesha mashtaka mkuu katika mahakama ya Cassation kuanzisha kesi za kisheria dhidi ya Joseph Kabila kwa kuhusika kwake moja kwa moja na M23. Hatua hii inajiri siku chache baada ya Kabila kurejea DRC kwa mara ya kwanza tangu kabla ya uchaguzi wa 2023. Alifika Goma, mji mkuu wa jimbo la Kivu Kaskazini,
ambalo kwa sehemu kubwa liko chini ya udhibiti wa M23. Hali ya kisiasa nchini DRC imekuwa na wasiwasi mkubwa katika miezi ya hivi karibuni, huku Rais Felix Tshisekedi akimshutumu mara kwa mara mtangulizi wake Kabila kwa kujaribu kuandaa uasi na kuunga mkono makundi yenye silaha, ikiwa ni pamoja na M23. Ripeta, hivi sasa hakuna taarifa zilizothibitishwa katika matokeo ya utafutaji zinazolingana na maelezo kamili ya watu wawili kuuawa na watu wenye silaha waliovalia sare za jeshi mjini Goma usiku wa Jumamosi kuamkia Jumapili tarehe 20 Aprili, huku mmoja wao akiwa mkurugenzi wa masomo katika taasisi ya Tuungane. Utafutaji ulipata taarifa za matukio mengine ya kiusalama ya hivi karibuni mjini Goma, ikiwa ni pamoja na tukio la ufyatuaji risasi katika hospitali ya Keshero usiku wa tarehe 4 kuamkia 5 Aprili 2025, ambapo mtu mmoja aliuawa, na mapigano yaliyotokea karibu na tarehe 28 Januari 2025 yaliyosababisha vifo vya watu kadhaa. Hata hivyo, matukio haya hayalingani milifu na maelezo uliotoa kuhusu tarehe na idadi ya wahanga pamoja na nafasi zao. Inawezekana kwamba tukio unalolirejelea bado halijaripotiwa kwa upana na maelezo hayo maalum, au kunaweza kuwa na tofauti ndogo katika tarehe au maelezo mengine. Kwa taarifa sahihi na za hivi punde zaidi kuhusu tukio hili, inashauriwa kuangalia ripoti kutoka vyanzo vya habari vya ndani vya Goma na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mkoa wa North Kivu yatambua umuhimu wa ofisi ya udhibiti wa Kongo OCC katika kuhakikisha ubora wa bidhaa magharibi mwa jimbo kwa kuanzisha maabara Kasindi. Mamlaka ya mkoa wa North Kivu imetambua kazi muhimu inayofanywa na ofisi ya udhibiti wa Kongo OCC, ikisisitiza nafasi ya kimkakati ya sehemu ya magharibi ya jimbo hilo, hasa linapokuja suala la uchambuzi na udhibiti wa bidhaa. Utambuzi huu unadhihirishwa kwa kiasi kikubwa na kuanzishwa kwa maabara ya kisasa ya OCC katika mji wa mpakani wa Kasindi. Hatua hii ya kuanzisha maabara Kasindi, ambayo ni moja ya maingilio makuu ya bidhaa nchini, inaimarisha uwezo wa OCC kuhakikisha kuwa bidhaa zinazoingia na kutoka zinakidhi viwango vinavyohitajika. Uwepo wa maabara hii unawezesha uchambuzi wa kina wa kimaumbile, kemikali na viumbe hai wa bidhaa mbalimbali, na hivyo kulinda afya na usalama wa watumiaji pamoja na kukuza biashara halali na ya kuaminika. Ingawa hakuna taarifa rasmi ya moja kwa moja kutoka kwa mamlaka ya mkoa iliyopatikana ikitoa sifa kwa OCC, hatua za kivitendo kama vile mkurugenzi mkuu wa OCC kupokelewa na gavana wa North Kivu kujadili mchango wa ofisi hiyo katika kudhibiti bidhaa pamoja na uwekezaji katika miundombinu muhimu kama maabara ya Kasindi, zinaonyesha wazi kutambuliwa kwa jukumu muhimu la OCC katika jimbo hilo. Kuanzishwa kwa maabara huko Kasindi kunathibitisha umuhimu unaotolewa kwa udhibiti wa ubora wa bidhaa katika eneo hilo, ambalo ni kitovu cha biashara na shughuli za kiuchumi. Hii inahakikisha kuwa bidhaa zinazovuka mpaka zinakaguliwa ipasavyo, na hivyo kuchangia katika usalama wa kiuchumi na afya ya umma katika mkoa wa North Kivu na kote nchini Kongo. Mkoa wa North Kivu yatambua umuhimu wa ofisi ya udhibiti wa Kongo OCC katika kuhakikisha ubora wa bidhaa magharibi mwa jimbo kwa kuanzisha maabara Kasindi. Mamlaka ya mkoa wa North Kivu imetambua kazi muhimu inayofanywa na ofisi ya udhibiti wa Kongo OCC, ikisisitiza nafasi ya kimkakati ya sehemu ya magharibi ya jimbo hilo, hasa linapokuja suala la uchambuzi na udhibiti wa bidhaa. Utambuzi huu unadhihirishwa kwa kiasi kikubwa na kuanzishwa kwa maabara ya kisasa ya OCC katika mji wa mpakani wa Kasindi. Hatua hii ya kuanzisha maabara Kasindi, ambayo ni moja ya maingilio makuu ya bidhaa nchini, inaimarisha uwezo wa OCC kuhakikisha kuwa bidhaa zinazoingia na kutoka zinakidhi viwango vinavyohitajika. Uwepo wa maabara hii unawezesha uchambuzi wa kina wa kimaumbile, kemikali na viumbe hai wa bidhaa mbalimbali, na hivyo kulinda afya na usalama wa watumiaji pamoja na kukuza biashara halali na ya kuaminika. Ingawa hakuna taarifa rasmi ya moja kwa moja kutoka kwa mamlaka ya mkoa iliyopatikana ikitoa sifa kwa OCC, hatua za kivitendo kama vile mkurugenzi mkuu wa OCC kupokelewa na gavana wa North Kivu kujadili mchango wa ofisi hiyo katika kudhibiti bidhaa pamoja na uwekezaji katika miundombinu muhimu kama maabara ya Kasindi, zinaonyesha wazi kutambuliwa kwa jukumu muhimu la OCC katika jimbo hilo. Kuanzishwa kwa maabara huko Kasindi kunathibitisha umuhimu unaotolewa kwa udhibiti wa ubora wa bidhaa katika eneo hilo, ambalo ni kitovu cha biashara na shughuli za kiuchumi. Hii inahakikisha kuwa bidhaa zinazovuka mpaka zinakaguliwa ipasavyo, na hivyo kuchangia katika usalama wa kiuchumi na afya ya umma katika mkoa wa North Kivu na kote nchini Kongo.